Sasa tupate uchambuzi wa kina kuhusu habari mbalimbali za kimataifa, hasa kuhusu Mashariki ya Kati. Tunaye hapa Ibrahim Rahbi. Ibrahim, salama? Nashukuru Mungu. Makombora yameanza upya. Unajua, hii inathibitisha yale ambayo ulikuwa ukiyasema kuwa hakuna mazungumzo. Umesema hivyo mara kadhaa. Nilisema kuna maigizo na hapakuwa na lolote. Unajua, jana usiku wakati Irani inafanya mashambulizi kwenda Israeli, kuna shemeji yangu alikuwa anasafiri na yuko kwenye ndege. Unajua ndege za kisasa mnaweza mkawa mnazungumza. Sasa muda ule mashambulizi yanakwenda, alikuwa na safari anakwenda Qatar. Sasa akanipigia video call, tulikuwa tunazungumza, nikahofia kumwambia kwa sababu yuko kwenye ndege juu, halafu yuko karibu kabisa kufika, na muda huo tayari anga karibu zote zimetangaza kufungwa. Namjua na pressure, sikutaka kumwambia, na mimi natazama lile tukio live. Kwa hiyo yeye tulikuwa tunazungumza tu, nikamwacha mpaka asubuhi, ndio nikamwambia muda ule naongea nawe nilikuwa najua, sikutaka kukuambia kwa sababu nilihofia huenda mngetaharuki au lolote lingetokea, lakini muda ule mashambulizi yalikuwa yanaendelea. Nilizungumza wiki iliyomalizika nikasema kuwa hapakuwa na chaguo ili kumaliza ugomvi. Unajua kilichokuwa kinafanyika yalikuwa ni maigizo mengi, halafu ndani ya maigizo ikaanza hadaa. Yaani upande mmoja una kauli moja unasema kuwa tunaweka shinikizo ili akubaliane na sisi. Kwa nini na upande wa pili usiweke shinikizo ili wale wakubaliane na huyu? Kwa hiyo ni lazima ilibidi ifike hivi kuwekeana shinikizo, nani atakuja kupunguza vya kwake, kuliko upande mmoja kulazimisha kuweka shinikizo kwa upande wa pili, kwa sababu kila ukisikiliza vyombo vya habari vya pili vya magharibi wanakuambia tunaweka shinikizo kubwa kwa Irani ili Irani akubaliane masharti. Kwa nini Iran naye asiweke shinikizo kuwalazimisha na wao wakubaliane na masharti? Kwa sababu hii ni vita, kila mmoja angalia maslahi yake yamekaaje. Sasa wiki jana kulikuwa kuna tishio la kushambulia Beirut ambalo lilitolewa na Israeli. Baada ya lile tishio, Irani wakasema tumejitoa kwenye mazungumzo. Baada ya kusema kujitoa kwenye mazungumzo, Trump akampigia Netanyahu simu katika kile ambacho kilikaririwa na vyombo vingi hata vya magharibi, wakasema kuwa ilikuwa ni simu za matusi. Yani alikuwa yani Trump alikuwa anafokeana na Netanyahu. Ndio sehemu ambayo alimuita unawenda wazimu, alimwambia wewe ni kichaa. Manake hata alivyohojiwa mara ya pili kuwa ni kweli ulimuita, alisema ni kweli nilimuita hilo jina. Lakini mfano ukiangalia baadhi ya vyombo vya habari hata vya ndani vya Israel vinaandika kuwa hawakukubaliana. Yani ni kama vile Netanyahu hakumkubalia Trump kuwa nitaacha kushambulia. Inasemekana baada ya pale Trump alimpigia simu mkewe Sarah ambaye alikuwa yuko Marekani na mtoto wake Yair, mtoto wa Netanyahu ambao wako Marekani. Akampigia akamwambia kwa sababu Netanyahu kwenye uchaguzi wa Oktoba kwa kura za ndani za Israel zinaonyesha atapoteza. Kwa hiyo ni kama ameitanguliza familia yake Marekani. Kwa hiyo Trump akampigia simu mke wa Netanyahu kumwambia mshinikize mumeo, vinginevyo sitawapa hifadhi hapa. Kwa hiyo ikabidi yule Sarah ampigie Netanyahu. Sasa Netanyahu ndio akashusha. Rahbi, hii pia ina maana ya kuwa ingelikuwa si Netanyahu pale Israel au isingelikuwa Israel, bila shaka vita vya Iran na Marekani vingekuwa vimeshaisha muda mrefu. Nimelizungumza mara nyingi sana kuwa ingekuwa ni mgogoro kati ya Marekani na Irani tusingekuwa na vita, kwa sababu Marekani always analinda maslahi ya kwake, napata nini na nafanya nini. Ukija kwenye mazungumzo ya mwisho wakati yanavunjika, yani yale mazungumzo ya mwisho wakati yanavunjika, tayari Marekani alivyokuwa na vitaka ndani ya Irani walishampa ofa, kwa sababu Irani walimkaribisha Marekani. Shida yako nini? So unataka rasilimali zetu, njoo tufanye biashara. Sisi tuna LNG ya kutosha, liquid natural gas. Tunayo mafuta ya kutosha, leteni kampuni zenu tufanye. Yani tayari kuwa tufanye ile ubia. Kwa hiyo ofa ambazo Irani alikuwa kampa Marekani, ingekuwa ni ugomvi kati ya Marekani na Irani, Marekani angezipokea. Kwa sababu Marekani alifuata nini Venezuela? Ni mafuta tu. Lakini alivyojipatia ile njia tu katulia pembeni. Hakuna tena ugomvi wowote. Na hapo ingekuwa ni vile vile. Shida ya hapa, huu ugomvi sio wa Irani na Marekani. Ni Iran na Israel. Ni Iran na Israeli kupitia Marekani. Sasa kinachosumbua ni kuwa kuna ile nadharia. Unajua watu wengi wanasema kuwa Israeli ndio Marekani. Yani kuna watu wanaamini kuwa Marekani anaitegemea Israeli. Hili huwa ninalipinga kwa nguvu zote. Marekani hajawahi kuitegemea Israeli. Israeli inamtegemea Marekani. Ndio maana Israeli ilienda kajificha
kupitia siasa za Marekani, wakajiweka ndani. Leo hii Netanyahu alitangaza kuwa, mfano mwezi uliopita alitangaza kuwa miaka 10 ijayo Israeli haitopokea tena msaada wowote wa Marekani, yani inajitoa kupokea msaada. Nililizungumza hili, ilikuwa ni akili ya Israeli kwa sababu wameshajua mabadiliko makubwa ndani ya Marekani, yani raia wa Marekani juu, yani unajua miaka mingi ilikuwa ikifanyika kura ya maoni wa Marekani wanaiunga mkono sana Israeli, lakini toka vita ya Gaza wa Marekani hawaiungi mkono Israeli. Kwa hiyo tayari kuna vurugu ndani ya Marekani ya raia kuona kuwa tunatumia fedha nyingi sana kwa Israeli, yeye anatupa nini? Kwa hiyo mabadiliko tayari yapo, lakini sasa akili ya Israeli wanajitoa kupokea msaada wa moja kwa moja, kwa sababu msaada wanaopokea sasa hivi wa 3.8 aliusaini Barack Obama baada ya makubaliano ya JCPOA, aliwapa offer, maana yake walikuwa ni 2.7 akawapa 3.8 billion dola. Sasa wanajua hawataupata huko mbele, kuna kelele. Sasa hivi wameanzisha kuna mpango ambao unapelekwa kuanzia bunge la chini alafu uende kwenye Senate upitishwe sheria kuwa kwa sasa kutakuwa na uhusiano rasmi wa kijeshi kati ya Marekani na Israel. Yani watakuwa mambo yao wanafanya share, yani watakuwa haya ni majeshi yenye uhusiano, yani yote ni kutafuta ule msaada, lakini katika njia nyingine, yani usionekane kuwa kama anapewa pesa, ionyeshe tu kuwa sisi ni allies, yani sisi ni washirika. Kwa hiyo atapoguswa mmoja tunakuwa tunakwenda wote. Kwa hiyo hii ni staili mpya ya kukwepa, lakini Israel hawezi kujitoa kwa Marekani kwa sababu kujitoa kwa Marekani atapoteza. Rahbi, Israel hawezi kusimama na miguu yake mwenyewe bila Marekani katika vita vyote ambavyo anavipigana. Si dhani kama huo uwezo anao, na sitegemea. Anaweza kusimama labda na Hizbullah, anaweza kusimama na hao wengine, lakini hapo kwa Irani tena ni kugumu, hawezi kusimama kama yeye. Ndio maana unaona kuwa Israeli huwa haombi ruhusa sijui kufanya nini, unaona kote anavyowagusa, lakini linapokuja swala la Irani ni lazima aende kwa Marekani. Maana tunataka kufanya hivi, tunataka kufanya, lazima aende kule kwa sababu anafahamu nguvu kubwa ya Irani iliyopo. Na kitu kimoja tu kuwa Israeli ni kijinchi kidogo sana, yani unapozungumza kuhusu Irani ni nchi kubwa, huwezi kusema kuwa eti Israeli anasema kuwa tutakuja tuivuruge Irani, labda yani unajua inaweza nikawa ni kinyume, kwa sababu unazungumza Irani ni nchi kubwa, Tanzania mara 2 kwa ukubwa wake. Sasa unazungumza Israeli ni kama kamkoa ni kama kawilaya tuchukue, yani unajua kutoka sehemu moja ambayo ni mbali kutoka kwa ni kilomita 300 unatoka Tel Aviv unakwenda Eilat, ambao Eilat ni Palestina ambayo inakaliwa, hiyo ndio distance ya mbali kutoka sehemu moja kwenda. Sasa unazungumza kwenye kaeneo kadogo sana, ndio maana unaona kuwa inapotokea kama vita nchi nzima inafungwa. Yani tofauti na Irani unazungumza ni nchi kubwa, yani kuwa kama jana Israel alfajiri kafanya mashambulizi Isfahan, amefanya Tabriz, amefanya Teherani, still nchi iko inaendelea, yani sehemu zingine wala hawajui kama kuna vita, yani so unazungumza hii ni nchi kubwa, halafu kuna kijinchi kidogo. Sasa huyu ni rahisi kuja kummaliza. Sasa kile nilikizungumza ni kuhusu wiki jana, nilikwambia kuwa ilikuwa ni maamuzi mawili, na nilizungumza kwenye chambuzi zangu nyingi ambazo watu wananifuatilia. Niliwaambia hivi, hawa Irani wakitaka hii kesi iishe, warudi kwenye vita, kwa sababu kama wataendelea na mchezo Marekani anaomcheza na Israeli, wanakwenda kupoteza mbele kirahisi tu, kwa sababu hao wenzao wanakwambia tuko kwenye ceasefire, wanakupiga halafu wanarudi. Wakisha kupiga wakirudi, wewe ukitaka kujibu wanakwambia tuko kwenye ceasefire, wanakulemaza taratibu, yani wanakulemaza taratibu. Wakisha kulemaza wanakulemaza, siku watakuja wafanye ambush ya nguvu, huna uwezo wa kujilinda. Yani ndicho ambacho kimemfanya Iran aanze mashambulizi mara hii. Yes, Iran kilichomfanya kurudi ni kutaka kuonyesha kuwa unajua tumekaa pembeni tunasubiri kuwa tufanye makubaliano, lakini makubaliano hawataki kuyaleta yale yanayokuja. Sasa kama hatuna makubaliano halisi, tunasubiri nini? Turudi tuone nani tena ambaye kuwa ataona kuwa hebu tutulie hapo. Unajua ile jana baada ya mashambulizi bei ya mafuta imepanda kwa 3% juu. Kwa hiyo hii hali kisha tokea hivi, mnaenda kumaliza mzozo. Yani kuliko kubaki na mzozo ule wa kudonoa ambao unaiumiza dunia muda mrefu, ni bora dunia ingie kwenye mzozo wa moja kwa moja mkubwa, halafu tumalize turudi, yani swala liishe. Lakini kama tutaendelea na hii style wanaoifanya kuwa tuko kwenye ceasefire, tunaweza tukamaliza huu mwaka wote tukiwa na hii style. Rahbi, ukisema hivyo maana yake nini ambacho kinaenda kupelekea sasa mzozo huu kuisha, wakati ndio kwanza tunaona mashambulizi yameanza upya? Niliwahi kuzungumza hapa mara nyingi, nilikuwa nikizungumza na Goodluck wakati wa Joe Biden, Kamala Harris na mzozo wa Gaza. Nikamwambia kuwa muangalie Netanyahu alivyo na akili, anamchezesha Joe Biden kwenye mchezo ambao Biden atapoteza mbele. Ilikuwa ni maamuzi tu kuwa
nibaki kwenye vita ya Gaza, nimlazimishe Israeli atoke kwenye vita ya Gaza. Yani yoyote, yani uamuzi wowote unakuweka kwenye nafasi na kukutoa kwenye nafasi. Nilisema wakati ule kuwa Marekani inamchekea Netanyahu, basi Demokrati watapoteza uchaguzi kwa sababu tu ya Gaza, na ndio kilichokuja kutokea, kwa sababu walipoteza, kwa sababu hata Kamala Harris alivyorudi akarudi na mchezo huo huo wa kumchekea Israeli. Sasa na hiki kinachotokea hivi sasa, nimeshakizungumza kuwa wote wanakwenda kwenye uchaguzi. Netanyahu ana uchaguzi wa Oktoba, Trump ana uchaguzi wa Novemba. Sasa hakuna kampeni kubwa ya uchaguzi ndani ya Israeli kuzidi Iran miaka yote. Yani ukitaka kufanya kampeni ya uchaguzi wowote wa ndani wa Israel, hasa uchaguzi mkuu unapofika, ni lazima uonyeshe msuri kwa Irani kuwa nina uwezo wa kumdhibiti Irani kiwango gani. Kama wapiga kura wataridhika na uwezo wako wa kumdhibiti Irani au kumshambulia au kuchukua hatua dhidi ya Irani, ndio unavyoweza kufanya vizuri. Unamaanisha taifa zima la Israel linataka chochote kutoka kwa Iran? Yes, Israel wao kama Israel wanafahamu kuhusu Iran. Yaani ukipiga kura za maoni za ndani za Israel, Waisraeli wengi kwa vita vya Israel inaungwa na mkono. Iran inaungwa mkono kwa kiwango kikubwa ndani ya Israel. Yes, Israel wanaunga mkono kwa sababu niliwahi kusema wakati wa mazungumzo, nikasema kuwa hakuna mazungumzo yoyote yatamfaidisha Israeli kabla hata ya vita. Kwa hiyo Israeli wana uamuzi wa kusema kuwa tutaingia kwenye vita kwa sababu ya uwepo wetu. Yani ilikuwa ni lazima waingie kwenye vita kutokana na uwepo wao, lakini sasa kadri wanavyobaki kwenye vita muda mrefu, huenda wanapoteza zaidi, kwa sababu waliingia kwenye vita hali ya kuwa Irani hakuwa amegen, lakini sasa wapo kwenye vita, lakini Irani anazidi kumiliki zaidi, kwa sababu wakati wanaingia kwenye vita huenda Irani alikuwa ni mdogo, lakini sasa bado wamezidi kukaa kwenye vita, inaonekana Irani anamiliki vingi zaidi. Hiyo linawezekana kuwa, lakini walikuwa lazima waingie kwenye hii vita. Sasa ukitazama kura ya maoni ya ndani ya Israeli, Waisraeli wengi wanaunga mkono hiki kinachoendelea, lakini Waisraeli pia walikuwa hawaungi mkono sana kile kinachotokea Gaza, kwa sababu waliamini kuwa huyu sio adui halisi ambaye tunapambana naye, lakini Irani ndio adui halisi wa kwetu. Hilo wanaliunga mkono. Sasa kuendelea kufanya kampeni kwa Netanyahu kwenye huu uchaguzi, huenda anajiweka kwenye nafasi nzuri ya uchaguzi katika mambo mawili. Kama tutakwenda kwenye uchaguzi, nitakuwa nimejiweka kwenye nafasi mimi nimechukua hatua, lakini kama hakutokuwa na uchaguzi, ni faida kwake ambayo ndio anaitafuta. Yani mara zote hutafuta sababu za kutoka, yani kusifanyike siasa ndani ya Israel. Sasa Trump hukumu yake ni ngumu tu, kuwa haya yanayoendelea hapa yanaakisi hiki nimekisema, kuwa 3% ya mafuta yamepanda ndani ya Marekani, yanazidi kuumiza. Kwa hiyo na wao Trump watakuja kumhukumu wa Marekani Trump kwa kutochukua hatua dhidi ya kumdhibiti Netanyahu, kwa sababu mfano jana, kwa nini Irani wameshambulia? Juzi ilivyokuwa natishia Beiruti, Irani walisema ikiwa wataishambulia Beiruti na sisi tutawapiga. Israel jana akapiga Beiruti. Alivyopiga Beiruti, Trump wakati anaongea na Fox News akasema kuwa ukweli sijafurahishwa na mashambulizi ya Israeli, kwa sababu alikuwa ameshamzuia Netanyahu. Anasema sikufurahishwa, na akasema kuwa Marekani hatukushiriki kwenye hili. Irani Rahbi, katika hilo pia wakati unaendelea huku kuanza kutofautiana kati ya Trump na Netanyahu, kuna madhara yoyote? Ya, madhara yanakuwepo kwa pande zote, kwa sababu wakati Trump mara ya kwanza amemzuia Netanyahu kushambulia Beiruti, wanasiasa wengi wa Israeli walimshambulia sana Netanyahu, wakamwambia kuwa wewe ni rais kibaraka, yani waziri mkuu kibaraka ambaye unapokea amri kutoka nje, yani wakimshutumu kuwa kwa nini Trump akuamrishe, kwa hiyo ni lazima uchukue hatua. Kwa ile lugha ilitolewa na wanasiasa wengi ambao wanatafuta nafasi ya waziri mkuu, kina Yair Lapid, Naftali Bennett, Gadi Eisenkot na wengine. Hawa wote wanatafuta waziri mkuu, kwa hiyo walikuwa kwenye lugha ya kampeni, yani wanamchochea Netanyahu ili anase kwenye mtego, na ndio huo mtego, ili afarakane na nani? Na Trump. Sasa jana wakati Irani wamefanya mashambulizi ndani ya Israeli, muda huo alikuwa anaongea na Financial Times Donald Trump, akasema kuwa nitampigia simu waziri mkuu Netanyahu asijibu hili shambulizi. Halafu wakati huo akasema kuwa okay, Irani mmeshajibu mashambulizi yenu, enough, kaini kwenye meza tumalize hili. Lakini Israeli wamejibu. Yani yote inaonyesha tofauti, kuwa Trump hana amri tena kwa Netanyahu. Tayari Trump hapendi hivyo. Trump ni mtu ambaye hapendi kukataliwa, yani kuwa anapenda anapenda amri, yani akiamrisha itokee hivyo. Sasa anamkumbusha Netanyahu kuwa wewe ulikuwa ni adui yangu. Unakumbuka kuwa Trump wakati anapoteza uchaguzi wa kwanza kwa Joe Biden, mtu wa kwanza aliyempongeza Joe Biden alikuwa ni Netanyahu. Na kutoka kwenye awamu ya kwanza Donald Trump, hakuna nchi ambayo Trump aliipa zaidi kuzidi Israeli, kwa sababu kwenye awamu ya kwanza Donald Trump ndio aliigawia Golani, akamwambia ni mali ya Israeli.
akaipa Jerusalem kuwa mji mkuu, akasema ni mji mkuu wa Israel, kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa, kinyume na sheria za kimataifa aliwapa. Ndio maana akawa anawaambia kuwa mimi nimewapa zaidi, lakini Netanyahu alimsaliti Trump. Kwa hiyo Trump anayakumbuka yote hayo, maanake waliomsaliti alikuja kuwashughulikia, lakini bado amemsaidia katika vita hii. Anachosaidia hamsaidii Netanyahu. Kinachomsukuma hapa, kinachomsaidia ni uzayuni wake tu, kuwa hichi kinafanyika ni dhidi ya Israel. Ni kama vile Joe Biden. Biden hakuwa akielewana na Netanyahu, lakini linapokuja swala la Israeli ni tofauti, yani kuwa wanachofanya ni kwa ajili ya Israeli, sio kwa ajili ya Netanyahu, na ndio kinachotokea hivi sasa. Rahbi, kwa ufupi kabisa turejee pale ambapo umetuambia kuwa vita hivi Iran kuvianzisha tena, kurejea katika urushaji wa makombora, pengine mwafaka uenda kupatikana hivi karibuni. Bila shaka ilikuwa ni lazima uchukue hizo hatua, yani kuwa hapakuwa na njia yoyote, kwa sababu Iran kuna wakati alikuwa amekaa kama vile mnanipiga, nasubiri mnipige na mimi nikupige. No, ili wamalize huu mzozo. Nilizungumza kabla ya wakati wa mazungumzo nikasema kuwa hai vurugu hii wapigane, wakishapigana watamaliza vita. Sasa wamepigana katikati, kila mtu bado anaona ana nguvu, wamerudi tena pembeni, wanatusumbua. Hormuz imefungwa, sisi tunatabika leo laki moja shilingi unapata lita 24 ya petroli. Hatukuwa huko. Sasa ili tuondokane na hili, mnaweza mkawaruhusu, piganeni tena. Wakishapigana kila mmoja akaona kuwa hakuna anayemzidi mwenzake, watakaa kwenye meza, halafu watalimaliza hili swala na sisi tutarudi kwa. Lakini kama tutawachekea kwenye hii staili, watatupeleka miaka 2 au 3, watakuwa hivyo hivyo, yani huyu ameshika, huyu ameshika, sisi tunazidi kuumia huko. Rahbi, tusubiri wapigane, iwachoshe, warudi kwenye mazungumzo. Wakati Hormuz ifunguke, sisi maisha yafunguke. Lakini kwa hiyo sisi kama dunia inabidi tukae tu tusubiri haya yakiendelea. Kukubali kusema kuwa eti kuna ceasefire, hii ceasefire ya maigizo, sisi tunaumia. Yani hakuna ceasefire. Hauwezi kusema kuwa tuna ceasefire halafu mimi naenda narusha jiwe na yeye anakuja anarusha jiwe. Unasema kuwa kuna usitishaji. Usitishaji gani huu? Yani usitishaji mlitakiwa mkishamaliza hii ceasefire. Wewe angalia toka ceasefire ilikuwa April 8. Wamekaa mara hii kuzungumza mara moja tu wamekaa. Kwa leo tuishie hapo Rahbi, maadam mashahidi yanaendelea kuruka. Wacha waendelee, tusikie. Basi tutakuja kuendelea kuchambua na kujua nini ambacho kinaendelea. Tunakushukuru sana. Shukrani sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na tumeangazia hapa hasa yanayoendelea kati ya Marekani, Iran na Israel.